Salam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni Dr. Sharifu Tiba Asili Tanzania. Basi kama ndio mara yako ya kwanza kunifuatilia, endelea kusubscribe channel yangu hii. Ukisha subscribe channel yangu hii, utazidi kupata masomo na utazidi kupata vipindi mbalimbali. Ninayekuletea masomo haya au vipindi hivi ni Dr. Sharifu Tiba Asili Tanzania. Ni mtaalamu wa tiba asili Tanzania. Unaweza ukanipata katika namba zangu za simu alama ya kujumlisha 255 Ni Dr. Sharifu Tiba Asili Tanzania. Unaweza ukanipata WhatsApp au email kuwasiliana moja kwa moja kama una swala mbalimbali na ukazidi kujipatia elimu mbalimbali kama utakuwa kuna kitu unahitaji inshallah. Basi leo sitakuwa mwingi wa kukuchosha. Kama kawaida zangu nakuwa nakuleteni madawa na nakuwa nakuletea elimu mbalimbali kupitia mimea na dawa mbalimbali. Na leo hii nimependa pia niweze kukufundisha baadhi ya dawa moja hapa. Dawa ni nyingi ndugu zangu ambazo zinafanya mambo kuwa makubwa au vitu kuwa vitu vya mambo mazito sana. Dawa hii ni dawa ambayo pia unaiona hapa. Hii ni dawa moja ambayo inatumika kulipua. Inataka kulipua moyo wa mpenzi wako, mtu amekuacha, au katika masuala ya uchimbaji wa madini. Kama unachimba madini, basi unisikilize kwa makini. Hii inahitaji elimu kubwa, unisikilize kama unafanya vitu kama hivyo. Inahitajika utaratibu katika masuala hayo. Lakini pili, katika swala hilo, hii dawa ninayokufundisha ni dawa mojawapo itakao kusaidia. Mfano wewe unapewa promise za kitu, alafu hizo promises zinakuwa hazitimii, basi utatafuta dawa hii. Hii ni mpasua miamba. Mpasua miamba au ntinginya inafanya kazi kubwa sana. Inatakiwa uisikilize kwa makini mpasua miamba inapofanya kazi zake. Dawa hii inaweza ukaitumia katika masuala yafuatayo. Unaweza ukaitumia dawa hii katika masuala, nisikilize kwa makini. Unaweza ukasikia katika masuala yafuatayo. Kama kuna mtu mna promise naye, mna ahadi naye, jambo halitimii, basi utachukua dawa hii asubuhi, utaipuliza mashariki, utaipuliza magharibi, kaskazini, kusini, pande nne zote za dunia. Kisha maliza kupuliza, basi utachukua kidogo, utatia katika sufuria. Hakikisha umejifukiza, utanuia manuizi kuhusiana na yule mtu. Kisha maliza dawa hiyo, utaenda utaoga. Kipindi unapuliza, utachukua utaweka katika kidole cha finga hichi katikati au cha shahada. Utapuliza, utasemea ahadi zako zitimie mlizokuwa mmekubaliana. Utaona maajabu katika dawa hii. Dawa hii pia unaweza ukadekia katika biashara yako, katika masuala yoyote ya biashara, dekia dawa hii. Na kama kuna mpenzi, kuna mtu wako yuko mbali, unisikiliza kwa makini. Una mpenzi, mtu wako yuko mbali, inaweza kumvuta akiwa Marekani, akiwa China, akiwa sehemu mbalimbali, umekosana au mna ugomvi ndani ya muelewani, au mko mbali huko, kuna shida. Hii dawa mtu anaweza kutengenezea huko. Cha msingi majina yake na picha yake vipatikane. Kishapatikana vitu hivyo, basi dawa hii niliyoielezea hii utakachokifanya katika dawa hii, nisikilize kwa makini. Dawa hii utakachokifanya katika dawa hii, basi kishapatikana hivyo vitu, kitu ambacho kitafanyika hapo kupitia dawa hii, utatafuta dawa moja inaitwa mkia wa fisi au mara nyingi wanaita somba. Unaweza utachukua mizizi yake na pia utachukua matawi yake, utachanganya na dawa hii. Ukishamaliza utachukua tumbaku, utachanganya na dawa hii. Ukishamaliza dawa hii utachukua mnanaa, mbegu zake utachanganya pamoja. Ukishamaliza unachukua dawa moja inaitwa kauli moja, utachanganya. Ukishamaliza choma kwa manuizi. Yuko Ulaya, yuko Marekani, atakuja spidi. Kama huko kuna ugomvi, unatengeneza hapa, andika majina yao, unatia katika mshumaa, alafu nyingine unatia katika chungu, unamuita yule mtu unataka kumrudisha au kuelewana naye. Au pia dawa hii unaweza ukaitumia
Kuna mtu unamdai pesa zako anakupiga chenga. Kuna mtu ana pesa zako anakuzingua. Kuna mtu ana kitu chako chochote, basi ukiifanya atakupa. Wewe unadai sehemu, wewe kuna sehemu unadai pesa zako unazungushwa, fanya utanipa majibu. Kama hujaelewa utazidi kuniuliza. Yaani kwenye mapenzi, kwenye mtu unamdai, kuna jambo linakusumbua nataka ulikamilishe, basi hii ni kiboko katika swala hilo. Na pia tunazo dawa nyingi na elimu nyingi. Wewe kwa leo ulizika na machache haya, endelea kunifuatilia katika vipindi vijavyo uweze kuzidi kujipatia masomo kemkem. Inshallah, wabillahi tawfiki. Salamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dr. Sharifu, tiba asili Tanzania.